Baba mataifa, mzee wa masiku sana, mweza yote. Mungu eko na njia yake ya bumungu ya kujenga kila kitu. Yesu eko na njia yake ya ye sasa kuleta wokovu na imani. Mchungaji eko na njia yake ya kufundisha na kuweka mtu akwe sawa. Mwanafunzi eko na njia yake ya kwenda kufanya watu wakwe taifa ya Mungu sana kile napaswa. Niko na somo letu inasema hivi. Kiongozi wa kanisa eko na manjina 3 ya heshima ya kongopa. Kiongozi wa kanisa eko na manjina 3 ya heshima we kongopa. Ile manjina 3 ni manjina kumbini. Heshima ni kusema anapewa heshima na kongopa. Njina ya kwanza anaitwa sema ni mchungaji sana kwa ajabu. Tutasoma Matendo ya Mitume sura ya 12 na mstari wa 7 mpaka 8. Yani Petro alikuwa ni mchungaji, bali mchukua kuweka gerezani. Kanisa ilifungiwa, akukwe maendeleo. Mchungaji kama anakuwa busy, anakuwa na mashida kubwa sana, kanisa endelea yake. Sababu yeye ni mchungaji, anachungaka wasi wa kanisa, anachungaka waimbaji, anachungaka waombaji, anachungaka kila kitu. Kama ana hapo, ndio wasema kitu chote nitakufungiwa. Sababu ni pakalo mafuta. Mchungaji ni baba mlezi. Ule sasa ana uwezo na mamlaka. Inapaswa kumheshimu. Kiongozi wa kanisa na jina ya pili anaitwa sema ni malaika. Malaika ni kiumbe cha kumbingu, kinekalaka karibu na Mungu. Kinekalaka kitenda kazi kitakatifu. Sana kwa ajabu. Tutasoma Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 1. Asema malaika atonesha sasa Yohana. Onesha kanisa ya Waefeso. Niko mimi. Kumbi kiongozi wa kanisa anaitwa sasa malaika. Ule inapaswa kumheshimia. Malaika hana mtu akuzizana. Ni malaika alibariki Yakobo. Kumbi ye mchungaji kama anaitwa ni malaika wa Bwana, ataweza kukubariki. Ataweza tena kuchukua kila kitu na maneno ya kwako anapeleka mbinguni. Mungu anakutendea. Mchungaji anakuwa na jina 3. Mungu mdogo wa pili. Sasa Mungu mdogo wa pili. Tutasoma Kutoka sura ya 4 na mstari wa 17. Yaani Mungu akamwonyesha Musa, Haruni hatakuwa ni kinywa chako cha kuongea kwa mfano. Wewe utakuwa Mungu kwake. Yaani mchungaji yeye ni Mungu kwako. Wewe utaweza kuwa na kinywa cha kuongea. Kuongea ni maneno ya kuimbaji, kuongea maneno ya kuhubiri, maneno ya kuomba, maneno ya kila kitu kanisani. Yeye ni Mungu mdogo, ule ataweza kukuelezea kila kitu. Yaani Musa alifanya mdisa, peko mdisa sana, na Mungu mdogo wake anafanya. Inapaswa kumongopa. Majina 3 ni kitu kiko juu sana. Umheshimu sana Mungu na ni kiongozi wako. Hapana kumchezea. Hii somo ikusaidie mjina Yesu. Amen.